أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا ربي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, katika siku hii ya leo insha Allah, hebu twende tukajifunze maudhui hii, dua ya kuongeza ufahamu mashuleni kwa wanafunzi, lakini pia kuwa na akili kubwa pamoja na kumbukumbu nzuri sana ya kimasomo. Dua ya kuongeza ufahamu shuleni pamoja na akili kubwa na kumbukumbu nyingi za katika masomo yako. Hii ni kwa wanafunzi wote. Haijalishi unasoma darasa la kwanza, la pili, la ngapi, mitihani ya darasa la 4, darasa la 7, au form 1 mpaka 4, 5 mpaka 6, au chuo. Yani kwa kifupi, kwa mwanafunzi yoyote au mwanafunzi wa dini anayesoma Qur'ani, anayesoma masomo ya dini, mafiqhia, na nini, zile mustawa zile kama vile mutawasit, sijui thanawi na kadha wa kadha, mpaka kwenda mbele kule katika kulia, kuna kuliyatul Qur'aniyya, kuliyatud da'wa wa shar'iyya na sehemu zingine. Yani kuwa na ufahamu, akili yako iwe juu sana, uwe na kumbukumbu nzuri sana, uwe na uwezo mzuri sana katika masomo yako shuleni, uweze kukumbuka na kufanya vizuri na kuwa na upeo mkubwa wa kiakili. Cha kufanya, ndugu yangu, ni hichi ambacho tunachokwenda kukifundisha katika siku hii ya leo. Kwanza kabisa, itakulazimu uchukue udhu wako safi kama unataka kuwa na ufahamu wa namna hii. Pata udhu wako safi, alafu andaa maji yasiyopungua lita 3 lita, na kisha baada ya hapo basi ingia chumbani kwako, uanze ibada, swali rakaa 2 sunnatul haja, rakaa 2. Hii ni kwa wale ambao wanatafuta tu uwezo wa haya tuliyoyasema kuhusu katika masuala ya mashuleni, katika masuala ya kusoma. Wapo watoto wao wana ndoto sana za kusoma, na wao wanatamani watoto wasome, lakini kwa bahati mbaya sana, maskini, watu wanawakatisha tamaa watoto kwa kuwarubuni. Pengine mtoto wa kike, wewe ni mtu wa kuolewa tu, au wanawarubuni, wewe ni mwanaume, hutaki kusoma, kazi unatakiwa utumie nguvu. Upuuzi kabisa wa kimitaani. Sawa, nguvu, lakini nguvu, ufanye kazi za nguvu panapokuwa pameshindikana katika suala la kielimu. Lakini una fursa, una nafasi ya kusoma, alafu unakwenda kupampiwa na watu, mwanaume akabebe zege bwana, kakate miti maporini. Hapana, sio system hiyo. Lazima watu tusome. Sasa kwa staili kama hiyo, kwa hali kama hii, tunakwenda kujifunza darasa ambalo litamfaa mtu ambaye anatafuta elimu, anajifunza, anasoma. Aidha wewe baba au wewe mama ambaye unasomesha mtoto wako, nenda kamfanyie dua hii. Mtoto huyu atakuwa vizuri shuleni na atakuwa barabara kabisa katika masomo yake, na atakuwa na kumbukumbu katika akili yake, na atashika vizuri masomo yake. Cha kufanya, tunasema kwamba uchukue udhu, alafu ukae katika sehemu tahara. Ingia chumbani kwako, sebleni kwako, popote pale ambapo
unaweza ukafanya ibada ya swala. Kisha utaswali rakaa 2 sunnatil haja, na baada ya kumaliza kuswali rakaa 2 utayachukua yale maji yako ambayo tulisema upate lita 3, lakini maji haya hakikisha umeyamiksi, yani mpaka kutimia lita hizi 3 kuwe kuna maji ya kisima, kuwe kuna maji ya mvua, na kuwe kuna maji ya Zamzam ndani yake. Halafu zitimie kuwa ni lita 3. Haya mengine hata ukiweka kidogo kidogo hayana shida. Kisha baada ya hapo maji haya utakachokifanya, utaanza kuyasomea, utafanya istighfari mara 111 kwa kusema astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ngapi hizo? 111. Soma. Hatua ya pili, utakwenda kumswalia Mtume salatu ala nabi kwa kusema Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Hii mara ngapi? Mara 111. Kisha baada ya hapo utakwenda kusoma aya hizi za Qur'ani katika ile Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Hii inaitwa suratul Alaq. Utasoma aya 5 za mwanzo wa suratul Alaq ambazo nazo ni hizi: bismillahir rahmanir rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hapo umetimiza aya 5. Hizi sasa utazisoma mara 21. Hivi utazisoma mara 21. Kisha ukishamaliza kusoma suratul Alaq mara 21, sasa ndipo utakwenda kuisoma dua hii. Utakwenda kuisoma dua hii na yenyewe utaisoma mara 21. Inasema bismillahir rahmanir rahim, Allahumma ftah alayya hikmatuk wanshur alayya rahmatak. Narudia tena ili upate kuelewa. Allahumma ftah alayya hikmatak wanshur alayya rahmatak. Hii utakwenda kuisoma kwa kuirudia nayo uipate mara 21. Baada ya hapo utakapokuwa umesoma 21 kwa 21, basi suratul Alaq aya 5 za mwanzo utapiga mara 21, na dua hii utaipiga mara 21, lakini wakati huo ukiwa unapuliza yale maji yako ambayo umeyafanyia mixer. Kisha baada ya hapo maji haya mpe mtoto wako anywe na kujipaka kila siku asubuhi kabla ya kwenda shule au kabla ya kwenda kwenye mambo yake, na usiku kabla ya kulala atakuwa anakunywa na kujipaka. Maji haya yatumike kwa muda wa siku 21 kwa uwezo wake Allah, na kuhakikishia my friend, utakuwa adhim sana. Mtoto wako atakuwa safi sana, atakuwa murwa sana, atakuwa barabara sana, atafanya vizuri sana shule,
atakuwa na kumbukumbu nyingi sana, na atakuwa na uwezo mkubwa wa kimasomo shuleni ama darasani. Atakuwa yuko vizuri sana, na atakuwa ni kijana ama mtoto mwenye akili kubwa sana. Yote hayo ni kuingia katika dua. Ama kwa hakika dua hizi zimefanya kazi, ndugu zangu. Tusipuuze, hebu tuzifanyie kazi, alafu tuone matunda ya dua hizi. Naamini matunda ya dua hizi ni murwa sana, ni mujarabu sana. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumeelewana. Baada ya hapo, naomba unisikilize kitu hichi ninachotaka kukwambia. Tumesema kwamba tutakuwa tuna kitu kizuri sana, ambacho kitu hichi tunakiita safisho la ngozi. Safisho la ngozi. Kwa wale watu wenye michirizi katika miili yao, basi wasipate tabu, waje watuone tuwapatie safisho la ngozi. Kuna kitu utakuwa unachua kwa nguvu, unasugua, wallahi michirizi inakwisha na utaona maajabu. Wale kina mama mabonge wana michirizi sana wale. Pata hicho kitu, kinaitwa ngozi munawara. Ngozi munawara itakufaa sana kukuondoshea michirizi katika mikono, sehemu kama hizi. Wengi wale wenye nyama wana asili ya michirizi sana. Sasa nenda kapate ngozi munawara, iende ikasafishe michirizi yako. Lakini pia kwa wale watu ambao wana fangasi sugu zilizoshindikana, wallahi wa billahi, mimi nina ushahidi wa mdogo wangu alikuwa ana fangasi zilizoshindikana mpaka akahisi anataka kukatwa miguu, lakini wallahi alitumia safisho, aidha tunaita ngozi munawara, mambo ya kuwa safi kabisa, yakawa mazuri na yakawa salama, na mpaka leo hajaumwa tena. Lakini pia kwa wale watu ambao wana machunusi yaliyokithiri, yasiyotaka kuondoka, hayaelewi somo wala darasa wala dawa, basi my friend, usipate tabu. Tumia ngozi almunawara. Nenda kapakaze kama vile unachua fulani, na kuhakikishia ndani ya siku 3 utaanza kuona majibu yake. Wale watu wenye matatizo ya upele, problem za upele, ikiwa wewe una upele uliokithiri, ulioshindikana, usipate shida. Nenda katumie kitu kinachoitwa ngozi, aidha ngozi almunawara. Hii itakwenda kusafisha upele wote na utabaki kuwa safi na salama. Utakuwa mujarabu kabisa, usiokuwa na shaka wala shida. Ama kwa wale ambao wana mapunye, mba katika kichwa, basi wasipate tabu. Nenda katumie kitu kinachoitwa ngozi almunawara. Hili ndilo safisho la ngozi yako. Utakuwa safi na ngozi yako itang'ara na itapendeza kwa muda mchache sana, na utaona maajabu. Hata kama ulikusha hangaika vya kutosha, ulisafisha vya kutosha, lakini hii ndio mwisho wake. Hii inakuhakikishia kwa 100% umemaliza kazi kwa uwezo wake Allah. Hii ni mafunzo ya wanawachuoni wakubwa kabisa ambao wametengeneza hichi kitu. Basi na mimi leo nakuletea. Kwa yoyote ambaye atakayehitajia hii ngozi almunawara, na kuombeni tuwasiliane kupitia katika namba zetu hizi ambazo mnazoziona hapa, ili mradi tuweze kujua mtapata kwa staili gani. Lakini pia niwakumbushe, tunaye dada yetu yule Mwarabu wa Shinyanga, Mwarabu Msukuma, Nasma. Yeye katika masiku kadhaa ya nyuma alituletea mafuta ya kurefusha nywele. Alhamdulillah, wengi sasa wameanza kutoa ushuhuda. Wengi wameyapata na wametoa ushuhuda, wanasema ustadhi,
Yule dada anatisha, ni hatari. Mashaallah, Mwenyezi Mungu amzidishie baraka, amuongezee umri wake apate kuwafaa watu. Nasma ametuletea mafuta mazuri kabisa, mazuri. Mimi binafsi hizi ndevu zangu mnaziona hizi leo, alhamdulillah, mimi nimeanza kujiona na mimi nina ndevu. Mimi nilikuwa sioti ndevu, kwa na vijikashikashi tu, yani kwanza vilikuwa vinanitia hasira kwa sababu kanaota hapa na hapa, kama vinakusanyika hapa kidogo vitatu, basi imekwisha. Yani asili yangu nilikuwa sina ndevu, lakini alhamdulillah mafuta yale nilikuwa kila siku napaka kwa muda mchache tu. Muda ni mchache sana. Kwanza zile ndevu zinalainika, zinakuwa laini, alafu hazikatiki, alafu zinakuja. Yani hapa mimi, wewe ukimtazama utasema huyu hana ndevu, hizo nazo ndevu. Lakini mwenzako mimi hapa najiona sasa hii ndio midevu, kwa sababu nilikuwa sina kabisa. Yani hizi kwangu mimi naona ndio angalau na mimi nimepata ndevu. Zilikuwa hakuna. Sasa hizi usizione, usizarau, nyingi sana hizi kwangu mimi zilikuwa hakuna kabisa. Hapa nashukuru kweli, na nimetiania mpaka niwe kama Osama. Nitaendelea kuzipaka ziendelee kukurupuka, tuzijae. Mashaallah, sina rutuba mimi kwenye ngozi yangu, lakini Nasma kanitengenezea rutuba, nimepata ndevu alhamdulillah, zinaongezeka sasa. Katika masiku kadhaa uko mbele mtazidi kuniona, alafu ndo mtajua ile mafuta yana uhatari gani. Japokuwa sitaki yawe makubwa sana, nataka ziwe kama ya wastani fulani, tuziongezeke kidogo khalas. Mashaallah. Nafikiri kwa yoyote ambaye anatamani kupata yale mafuta kurefusha, kulainisha zile nywele, basi tutaweza kuwasiliana katika namba hizi pia ambazo mnaziona za Nasma, aweze kuwapatia inshallah. Na mwisho kabisa, naomba niweke ombi kwenu nyinyi, kwa wale ambao wanaweza kutupa kampani ya wifi yetu. Nishasema wifi yetu imekwisha, yalla wallahi imekwisha. Sasa hapa tunafanya kudandia tena wifi za watu, uende ukalipie ndio urushe video zako. Sasa sidhani kama wadau wangu, wasikilizaji wangu mnakubaliana na hilo. Hebu limalizeni 70,000, unaweza ukatoa 20, 10, 15, 30 mpaka tukatimiza ile kiasi cha uhakika, tukaweza kumaliza jambo letu inshallah. Na kuomba usiache kusubscribe, usiache kushare, kulike, ili na wenzako wapate kujifunza kupitia mada yetu hii. Kufikia hapo nisiwe msemaji sana, ulikuwa nami ndugu yako Muhammad Kundia Anko K. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.